ionekane iko huru, features zake ni zipi? Kwanza, upatikanaji wao majaji na mahakimu, upatikanaji wao wanapatikanaje? Hakuna mahakama yoyote duniani ambayo iko huru ambaye jaji alikuwa msaidizi wa rais anaweza akawa jaji. Haipo mahakama ya hivyo. Mahakama yote huru watu wanaomba kazi kwa kupeleka wasifu, waeleze wao ni kina nani na watakuwa kina nani baada ya kuingia mahakamani, wasifu wao. Halafu unafanyika usaili peupe kabisa, unaalikwa umma. Yeyote mwenye kashfa yoyote juu ya huyu bwana asiwe jaji au asiwe hakimu alete ushahidi hapa. Wenzetu Kenya wamefikia hatua hiyo. Leo hii asilimia zaidi ya 50 ya majaji ni watu walikuwa mawakili wa serikali. Leo inapokuja kesi dhidi ya serikali, unawezaje kuamini kwamba huyo jaji ambaye alikuwa ni wakili wa serikali atakutendea haki? Lini vinasaba vya userikali vimemtoka huyo mtu ambaye leo ni jaji? Ndio maana tunasema sifa zilizotajwa katika ibara ya 109 ibara ndogo ya 7 ya katiba ya Tanzania ya mtu kuwa jaji zimepitwa na wakati. Ni sifa za mwaka 77. Mwaka 77 hata idadi ya wanasheria waliokuwepo nchi hii walikuwa ni wachache sana. Hata vyuo vinavyofundisha wanasheria ambao mwisho wa siku wanakuja kuwa majaji na mahakimu na mawakili tulikuwa nacho kimoja tu mwaka 77. Sasa leo tuna vyuo vikuu vinavyofundisha sheria kila mkoa. Tuna wanasheria wa kumwaga. Juzi tu Mheshimiwa Jaji Masaju, jaji mkuu wa Tanzania, kaapisha mawakili sijui 100 ngapi. Sasa ifike mahala kazi ya uhakimu watu waombe, kwa sababu kuna wakati mwingine mtu anateuliwa kuwa hakimu au kuwa jaji, huna hata uthibitisho kwamba huyu mtu hiyo kazi kweli anaitaka au haitaki, lakini asubuhi tunaamka kaambiwa bana fulani amekuwa jaji. Lakini ikitangazwa ukaomba, kwanza tunaamini una utashi na hiyo kazi, umeomba, umeandika barua, umepeleka. Lakini ya mambo ya kulala kuamka kesho kutwa John Malu amekuwa jaji, wakati yeye alikuwa hataki kabisa katika maisha yake, wala hana hiyo ndoto ya kuwa jaji, lakini hawezi kukataa, ni uteuzi wa rais. Kwa hiyo hilo ni eneo moja ambao nadhani likifanyiwa marekebisho tunaweza tukapata mahakama ambayo ni huru sana. Lakini huwezi kupata mahakama iliyo huru kwa sababu mahakama ni zao la katiba. Ndio maana nimesema kwa mfano mahakama kuu ya Tanzania, mahakama kuu ya Tanzania ambayo inaundwa na ibara ya 108 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni zao la katiba hii. Sasa katiba imeunda mahakama, lakini pia imesema nao majaji tutawapataje kwenye ibara ya 109 ibara ndogo ya 7 ya katiba ya Tanzania. Sasa kama utaratibu wa kuwapata majaji ni utaratibu wa mwaka 77 huko, wakati mahitaji ya leo hayataki hivyo, huwezi kuwa na mahakama huru. Ndio maana katika nchi kwa mfano pale Gabon pale, Rais Omar Bongo alikuwa anateua tu watu wake wa serikali anawajaza kule mahakamani. Kwa hiyo kesho ukipeleka kesi yoyote dhidi ya serikali unakutana na jaji ambaye ni mserikali. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kuwa na mahakama huru katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo tukianza na hilo eneo la kwanza, namna ya kuwapata majaji na mahakimu, kwamba waombe kazi na iundwe tume maalum iliyo huru pia ya watu ambao wanaheshimika katika jamii na wanaaminika, ya kufanya usaili kwa watu ambao wanaomba kazi ya uhakimu na ujaji, tutakuwa tumepiga hatua moja kuelekea kwenye kuipata mahakama huru. Lakini nyingine ni maslahi ya majaji, lakini pia tenure, yani ule muda wa maofisi, muda wa kuwa ofisini, tenure iwe ni ya uhakika. Leo wenye uhakika huo ni majaji tu, mahakimu hawana huo uhakika. Na kwa mujibu wa katiba hii mahakama ni mahakama kuu. Yaani hizi mahakama zingine zipo tu. Mahakama ni mahakama kuu. Sasa lazima katiba itafsiri mahakama ni nini, including hizo mahakama za chini, na haki na maslahi wanaopewa majaji, hayo yote yaende pia kwa mahakimu wa mahakama za chini. Ndio tutakuwa na mahakama huru. Nadhani nimekujibu hilo swali. Sawa, Madereka, mimi nikurudishe nyuma wakati tumeanza kuhusu swala la
wanaharakati pamoja na masuala ya ugaidi. Ndio. Kuna vitu viwili, kuna jinsi ilivyo na jinsi ilivyotakiwa kuwa. Wewe ni mfuatiliaji. Ndio. Wa mambo yote yanayoendelea hapa nchini. Sasa wanaharakati ambao tunao hapa nchini kwetu Tanzania, ambao wapo ndani ya nchi na wengine wapo nje ya nchi, kwa vitendo vyao wanavyovifanya hivi sasa, unaona vipo kwenye light track ambayo inatoa neno wanaharakati kwenye mwavuli wa ugaidi au wanayoyafanya sasa. Tukija kwenye jinsi ilivyo, yana viashiria vya ugaidi, mfano kuchochea sijui maandamano, kuhamasisha vurugu na tuhuma mbalimbali ambazo upande wa serikali unazitoa kwenda kwa hao wanaharakati. Wewe kwa jinsi harakati zinavyoendelea na kufanyika hapa nchini, general, maoni yako ni yapi? Unaona hao watu wako kwenye right track au wameshajitoa kwenye upande wao wa harakati na kwenda kujivika kwenye koti la ugaidi? Okay. Kwanza, ugaidi sio kosa la kitaifa. Ugaidi ni kosa la kimataifa ambalo limewekewa viwango vya kimataifa ili liweze kuwa kosa. Na ugaidi ukitokea nchi moja, dunia nzima inaungana kukabiliana na huo ugaidi, kwa sababu ukiachwa kwenye nchi moja unaweza ukaenea katika nchi nyingine. Mara ya mwisho nikwambie sasa, mwandishi, kwa taarifa yako na watazamaji wetu, mara ya mwisho Tanzania kuwa na ugaidi ambao kimataifa ulikubalika kwamba kweli ni ugaidi ilikuwa mwaka 1998, ubalozi wa Marekani wa Tanzania na ubalozi wa Marekani Kenya vilipolipuliwa. Ule ndio ugaidi. Hizi zingine zote hizi ni mbwembwe za kisiasa kutaka kuwaonea watu. Hakuna nchi imepata ugaidi alafu jumuiya ya kimataifa ikaacha kujua huo kama ni ugaidi au sio. Nitakupa mfano. Mara ya mwisho pale Msumbiji kuna jimbo linaitwa Cabo Delgado. Ulitokea ugaidi na jumuiya ya kimataifa ilipeleka msaada wa hali na mali kuhakikisha ule ugaidi unadhibitiwa pale. Tanzania toka mwaka 98 sisi hatujawahi kutajwa kama nchi yetu iko hatarini kupata ugaidi. Hatujawahi kupata huo kuwekwa kwenye hilo grupu. Maana yake nini? Maana yake kwamba nchi yetu iko salama na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinafanya kazi yao kwa ufasaha kabisa kama inavyotakiwa kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria, lakini kwa mujibu pia wa mikataba ya kimataifa. Ndio maana hujaona jumuiya ya kimataifa imekuja kutuambia sisi Tanzania ni hatari kwa sababu kuna ugaidi. Kwa hiyo ukimsikia mtu mwingine anakuambia kwamba kuna viashiria vya ugaidi, lazima umrudishe huyo mtu kwenye international standards, vigezo vya kimataifa kuhusu ugaidi. Na pale unapokuwa umetokea, wajibu wa umoja au jumuiya ya kimataifa kwenye nchi ambayo inaathiriwa na ugaidi huwa ni nini? Kwa sababu kiuzoefu hakuna nchi iliyopata ugaidi ikashindwa kupata msaada wa kimataifa kuudhibiti huo ugaidi. Ugaidi wetu sisi tunaoutaja hapa Tanzania ni wa kisiasa. Ndio maana unaambiwa Mbowe gaidi alafu kesho kapiga picha na rais. Ulishawahi kuona wapi gaidi anapiga picha na rais duniani? Yaani Bush kakaa alafu nyuma yuko Osama hapa. Haijawahi kutokea, lakini ni Tanzania ambako unaambiwa kuna gaidi, alafu kesho gaidi unamuona yuko zake tu fresh mtaani anadunda. Tumeona wanaharakati wanahamasisha maandamano ya kuchoma vituo vya mafuta, kuchoma mali, nyumba za watu, kutaka kwenda kumtoa rais mkuu. Hivi vitu katika misingi ya kisheria havina elementi za ugaidi. Hao wanaohamasisha watu wakachome nyumba za watu, wakachome mali za watu, wakaue watu, wakapindue kwa mfano utawala halali kabisa uliopo kwa mujibu wa sheria. Hao ni vibaka kama walivyo vibaka wengine. Sio magaidi. Nisikilize. Nimekwambia ugaidi una sheria yake. Kwa sisi hapa Tanzania ni sura ya 19 ya ugaidi, sura ya 19 ya sheria za Tanzania. Lakini sheria yetu hiyo ya Tanzania, hiyo sura ya 19 imetokana na mkataba wa kimataifa wa kupambana na ugaidi duniani, mkataba wa Umoja wa Mataifa ambao Tanzania tulisaini. Hayo ambao unayasema wewe kwenye tafsiri ya ugaidi hayamo. Ndio maana nimekuambia mwandishi wa habari, unapoenda kusikiliza hizi taarifa kwa watu mbalimbali wanaoyaelezea haya mambo, nenda umebeba katiba yako, beba sheria yako. Waulize maswali yanayotokana na sheria, sio utashi binafsi. Kifungu cha 4, kifungu kidogo cha 3, A, B, C, D mpaka H cha sheria ya ugaidi, hakuna mahala kimetambua mwanaharakati au wanaharakati kama ni ugaidi. Lakini ikitokea kuna mtu anafanya uhalifu wa aina yoyote ile, kazi anayofanya, taaluma alionayo haviwezi kuwa kinga ya kumsaidia yeye asipelekwe kwenye mkondo wa sheria. Na ndio maana nasema hawa watu ambao wanahamasisha vurugu
Kwa mfano ameniuliza swali la nani? Maandamano si na vitu gani? Tutofautishe kati ya maandamano na vurugu. Maandamano ni haki ya kikatiba, imetajwa katika ibara ya 10 ibara ya 20 ya katiba ya Tanzania. Maandamano ni haki. Na kuna mstari mpana kabisa unaotenganisha kati ya maandamano na vurugu. Ndio maana unaona popote pale ambako kuna maandamano hayo lazima yalindwe na vyombo vya dola. Hayo ndio maandamano. Yanapewa ulinzi ili mtu mwenye nia mbaya asije akawaathiri hawa watu wanaoandamana kutimiza haki yao ya kikatiba. Lakini wale wanaofanya vurugu hawawezi kulindwa kwa sababu ni wahalifu kwa mujibu wa sheria. Ukihamasisha mtu akaibe, ukihamasisha mtu akachome kituo cha mafuta moto, ukihamasisha mtu aende akapole mali za watu kwa kisingizio cha wanaharakati, hiyo haiwezi kuwa kinga. Yaani wewe unabakia kuwa ni mhalifu kama walivyo wahalifu wengine. Vurugu ni kitu kingine, maandamano ni kitu kingine. Na hivi vitu viwili vinatenganishwa na mstari mkubwa mno. Vurugu ni uhalifu. Na unapofanyika vyombo vya dola vipo, tena viko trained. Wakati mwingine hata huwa havisubiri mpaka hayo mambo yatokee. Wanafanya intelligence, wanagundua mapema, wanadhibiti. Wakati mwingine kitokea kwa bahati mbaya mambo hayo yamefanyika kwa ghafla bila vyombo kuwa vina taarifa, wanaenda kudhibiti. Na ndio maana tuko salama mpaka leo. Kwetu inaonekana maandamano ni vurugu. Maandamano sio vurugu. Ibara 20 labda niisome tena, ibara 20 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara 20. Kila mtu anao uhuru na watu wengine, na kwa ajili hiyo kutoa mawazo yake hadharani na kuanzisha na kujiunga na vyama au mashirika yaliyoanzishwa kwa madhumuni ya kuhifadhi au kuendeleza imani au maslahi yake au maslahi mengineyo. Hiyo ndio katiba inasema, ibara 20. Kwa hiyo maandamano sio uhalifu. Na ndio maana ukitaka ukubaliane na haya ninayokuambia, Rais Samia Suluhu Hassan hajawahi kuchoka kwenda kutafuta wawekezaji nje waje wawekeze hapa, kwa sababu nchi ina amani, haina huo ugaidi. Nchi ingekuwa ina ugaidi, Samia asingepoteza muda kwenda kupoteza hela za nchi kwenda kutafuta wawekezaji. Nchi iko salama, na ndio maana unaona utalii unaongezeka, wawekezaji wanaongezeka, fursa mpya za ajira zinapatikana, vijana wanaendelea kupata ajira, hata kama bado hizo fursa hazitoshelezi, lakini walau kuna ajira zinapatikana kutokana na jitihada zinazofanywa na serikali za uwekezaji. Na tuna wizara maalum kabisa, wizara maalum ya uwekezaji. Hauwezi kuwa na wizara ya uwekezaji wakati ulishasikia Kongo ina wizara ya uwekezaji. Kongo pale, nenda kaangalie Kongo kama kuna wizara ya uwekezaji, kwa sababu hawezi kuja huyo mwekezaji, kuna vita pale. Au kule Sudan, nenda kaangalie kama wana wizara ya uwekezaji. Sasa tunajichanganya na haya mambo. Yakiachwa hivi yana athari kubwa sana za kiuchumi kwenye nchi. Huku mnataka tuvutie wawekezaji waje wawekeze, huku mnasema nchi sio salama, kuna ugaidi ambao jumuiya ya kimataifa haujui kwa sababu haujafikia hivyo vigezo. Sisi Tanzania katika nchi za ukanda wa maziwa makuu ndio nchi pekee ambao ni salama kuliko nchi zingine zote. Wakipata shida wanakimbilia hapa kwa sababu hapa hakuna ugaidi. Mimi nitakuwa mtu wa mwisho kabisa kuamini kwamba hii nchi ina ugaidi. Sijui, labda kwa sababu Dangote ameamua kuondoka, labda kaona na yeye labda katishika. Na nimesoma leo hapa kwenye mtandaoni kwamba Mohamed Dewji naye anaenda kuungana na Dangote Kenya. Na nimewaandikia, nimewasihi, tafadhali Dangote, tafadhali Mohamed Dewji, tafadhalini sana, msiende Kenya, bakini hapa Tanzania. Hapa ni salama. Wanaoambia kuna ugaidi ni waongo, watakii mema, ndio hao mabeberu hao au mawakala wa mabeberu. Yaani wahakikishe wawekezaji wote wanakimbia. Wajua adui yako, kama ambavyo Magufuli alishawahi kusema kwamba vita ya kiuchumi ni ngumu mno kwa sababu adui umuoni kwa macho. Ndio hao wanatuma vibaraka wao kusema kwamba nchi ya Tanzania sio salama. Tanzania ambayo miaka yote imejulikana kama kisiwa cha amani. Ukiacha siku chache tu hizi ambazo wameibuka mambo ya kuteka watu, kuua watu na kupoteza watu. Lakini ukiacha hao matukio hayo, kwa miaka nenda miaka rudi, tangu mwaka 1996 Mkapa ameingia madarakani, uwekezaji umeongezeka. Fursa za uwekezaji wa ndani na wa nje zimeongezeka. Kwa nini? Kigezo cha kwanza kabisa, usalama. Hakuna mwekezaji yeyote mwenye akili timamu anaweza akaja hapa akawekeza kama hapa hapako salama.
Na mimi nataka kuamini maneno ya waziri wa mambo ya nje Mheshimiwa Mahmoud Thabit Kombo kwamba ziara aliyoifanya Mheshimiwa Rais kule Urusi ilikuwa ni ziara iliyotikisa dunia, kwa sababu kuna fursa ambazo Warusi walikuwa hawazijui hapa kama zipo. Tumeenda kuwaonyesha, njoni mwekeze. Na ndio maana nikasema hata siku ile kwamba hivi leo Rais Putin akisikia kwamba tena Tanzania sio salama na tumeenda kumwalika aje, atatuonaje sisi? Mimi nadhani changamoto za kisiasa zishughulikiwe kisiasa na zisiende zikajificha katika koti la kiusalama. Kwa sababu hapa Tanzania ukitaka udhibiti haki za watu, tumia tu kigezo cha usalama. Kuna vita, sijui kuna nini, lakini hakuna chochote. Nyenye ni mashahidi hapa. Watu wamefanya kazi kubwa sana juzi. Kubwa mno kuhakikisha kwamba wale mabeberu na vibaraka wao wanaohamasisha vurugu hapa kwamba zinatokea, hazikutokea vurugu hizo. Vyombo vilijipanga kila mtaa, kila junction kuna askari wanalinda usalama. Uliona hata kibaka mmoja kaandamana au kaiba kafanya vurugu? Hiyo yote inakupa ukweli kwamba nchi hii ni salama. Lakini wapo wanaofanya uhalifu, wakamatwe kwa uhalifu wao, kwa majina yao, sio kwenda kuchafua taaluma za watu. Wakamatwe. Hakuna mtu anahamasisha vurugu hapa nani, yani anayeunga mkono vurugu. Vurugu zikitokea hapa hakuna mtu atakayebaki salama, uwe ni nani. Lakini hawa wanaofanya vurugu sasa wakamatwe, watambuliwe kwa majina yao, washtakiwe. Kusema tu kiujumla kwamba harakati ni ugaidi, kwa sheria gani sasa? Kwa sababu ili huo ugaidi lazima turudi kwenye sheria. Tukirudi kwenye sheria, haya unaoyasema wewe hayamo. Sasa ni jambo ambalo linasikitisha. Dereka, umeeleweka, umezungumzia vizuri kuhusiana na ugaidi pamoja na mambo ya wanaharakati. Sasa tumeshafika hapo, nini kifanyike hapa tulipofika? Kwa sababu wewe umejaribu kuelezea tatizo kwamba jaji mpaka imefika hatua jaji mkuu anapiga marufuku mawakili kujihusisha na vitendo vya wanaharakati. Kwa hiyo hilo ni tatizo. Umejaribu kutuonesha tatizo kwamba jaji mkuu huenda amekosea hapa, amekosea na hapa. Tuje kwenye solution, nini kifanyike? Kwanza kuhusu jaji mkuu, yeye ajikite tu kwenye mambo yake ya kuiongoza mahakama ya Tanzania iweze kutimiza wajibu wa kutoa haki. Ziko changamoto nyingi sana zinazohusu upatikanaji wa haki kwenye nchi hii, ikiwemo ucheleweshaji wa mashauri. Watu wanakaa mahakamani mashauri yao miaka 10-20 bila kupatiwa ufumbuzi. Jaji mkuu ndio angeenda kujikita huko, haki iweze kupatikana kwa haraka iwezekanavyo. Leo hii mtu akiwa na shida pale mahakama ya rufani, kesi yake akiifungua leo, rufaa yake itakuja kusikizwa baada ya miaka 4. Ukiuliza sababu ni nini, majibu hakuna mpaka leo. Hayo ndio mambo jaji mkuu aende akajikite, sio mambo ya wanasiasa kwenye majukwaa ambayo yanatolewa ili mahakama ije itumike sasa kuhalalisha hizo ajenda za kisiasa. Masuala ya wanaharakati sio kosa, na kama ingekuwa ni kosa, bunge la Tanzania sio wajinga, wangeshatunga sheria kuharamisha harakati. Lakini leo hii muulize mtu yoyote anayepinga harakati kwamba kuna sheria gani ambayo imesema wanaharakati ni kosa. Unaona? Kwa hiyo unapomuona mtu anatumia mamlaka yake kukandamiza haki za watu, na mimi kimeniuma sana kusema kwamba watu wakitoka mahakamani, kesi imeahirishwa, eti wanaongea na waandishi wa habari. Kwani waandishi wa habari ndio wanaosikiliza kesi? Yaani jaji mkuu anataka kufanya kwamba yeye ndio anamiliki taarifa za mahakama na hazitakiwi kutoka, kitu ambacho sio ukweli. Jaji mkuu yeye ni jaji mkuu, hana mamlaka juu ya uhuru wa watu, hana hayo mamlaka. Watu wataendelea kuongea habari za mahakama. Mahakama ikifanya vizuri watu wataongea, mahakama ikifanya vibaya watu wataongea, kwa sababu mahakama ni ya watu. Jaji mkuu analipwa mshahara kutokana na kodi za Watanzania. Kwa hiyo Watanzania wana haki ya kujua wanayo mahakama ya aina gani. Kama ina mapungufu, wanayo haki ya kutoa maoni ili mahakama ijirekebishe. Mahakama kama haitaki watu wajue habari zake, ikafanyie kazi angani, watu hawatafika huko. Lakini kama mahakama inafanyia kazi kisutu, watu wataenda mahakamani na wakitoka watatoa taarifa hizo kwa umma mpana ili watu wajue mahakama inafanyaje kazi. Hatuwezi kuishi kwa vitisho. Yaani kutishia watu kwamba wewe ni jaji mkuu utaenda kuwanyamazisha watu wanaoongea. Sisi tutaongea. Wewe kama unaongea kwa sababu umepata huko kwenye upande wa wanaofaidi keki ya taifa, alafu wenzako ambao wanaumia
na wanataka kuyazungumza haya mambo ili yaweze kurekebishika, utaki waongee. Sisi tutaongea kwa gharama yote, hata ikibidi kufa tutafanya hivyo. Nakwambia tena tutafanya hivyo, tutaongea mambo yote ya mahakamani, mambo ya bungeni, mambo ya serikalini yanakofanyika, kwa sababu sisi ni Watanzania na hiyo ni haki yetu ya kikatiba chini ya ibara ya 18B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Changamoto ziko ni nyingi mno. Kule kuna mrundikano wa watu kule magereza. Jaji mkuu azungumzie hayo. Zanzibar wenzetu wameshavuka level ya kuwa na makosa yasiyokuwa na dhamana. Zanzibar makosa yote yana dhamana na Zanzibar ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jaji mkuu akafanyia kazi hizo changamoto. Mahakimu wana mishahara midogo mno, wanafanya kazi kwenye mazingira magumu. Jaji mkuu ajikite kuhakikisha kwamba serikali inaboresha maslahi ya mahakimu. Yaani huo ndio wajibu wa jaji mkuu. Hizi harakati atuachie sisi. Vinginevyo mahakama na majukwaa ya kisiasa havitakuwa na utofauti. Aende akajikite kule. Hivi kwa nini watu wanabambikiziwa kesi? Kwa nini ajikite hivyo? Kuna sheria zimetungwa ni za kikoloni. Jaji mkuu amesema eti ana uwezo wa kutunga sheria ya kuwawajibisha mawakili. Jaji mkuu ana uwezo wa kutunga sheria. Kwa mujibu wa ibara ya 64, bunge ndio lenye mamlaka ya kutunga sheria. Lakini labda anasema hivyo anajisahau kwa kuwa aliwahi kuwa mwanasheria mkuu wa serikali ambaye ndio alikuwa na wajibu wa kupeleka miswada ya kutunga sheria bungeni. Sasa hivi ameshakuwa yeye ni jaji mkuu, hana mamlaka ya kutunga sheria ya nchi hii. Mamlaka alionao ni mamlaka ya kikanuni, kutunga kanuni. Na hayo mamlaka ili yatekeleze ni lazima kuwa kuna sheria iliyotungwa na bunge ndio inampa yeye mamlaka hayo ya kutunga kanuni. Lakini kusema tu kwamba atainuka atatunga sheria, kikatiba chombo chenye mamlaka ya kutunga sheria ni bunge. Kwa mimi nadhani kwa kuiheshimisha mahakama, mambo ambayo hayahusiani na masuala ya haki, mambo ya utawala wa sheria, mahakama na watendaji wake ingeachana nayo. Watu wana haki ya kufanya siasa kwenye nchi hii. Tena siasa sio za CCM tu, siasa za vyama vingi chini ya ibara ya 3 ibara ndogo ya kwanza. Sasa jaji mkuu tutafika mahala na tutashindwa kumtofautisha ni jaji mkuu au ni mwanasiasa au ni mwanaharakati. Atuachie ya mambo mengine sisi tufanye ya kiharakati tunayofanya sisi. Mambo ya kisheria kutoa haki tunamwachia yeye, ndio mkuu wa muhimili huo. Na huo muhimili namna unavyofanya kazi lazima usemwe. Watu wanamsema Mungu bana, sembuse mahakama rafiki yangu. Mungu wanamsema Mungu bana, Mungu mbona mambo umeacha yatokee? Alafu leo mtu anakuambia usizungumzie mambo ya mahakama. Mandeleka, swali la mwisho.